Usifadhaike, usifadhaike. Injili ya Yohana ile sura ya 14. Yohana sura ile ya 14. Neno fadhaa na neno fedheha ni maneno mawili tofauti. Fedheha tunasema nini? Fadhaa ni huzuni fulani, moyo kukunjamana. Lakini moyo kukunjamana usipokuwa makini katika imani, unaweza kukaribisha fedheha. Fadhaa sipojua namna ya ya miti naweza kupelekea kwenye fedheha. Kajiona mtu ufadhai amekufedheha. Kwa hiyo tunaambiwa tusifadhaike. Somaji msura anaweza kusoma mstari wa kwanza. Natasoma kwa jina la Yesu. Yohana sura 14 mstari wa kwanza unasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnapoamini Mungu niamini na mimi. Niaminini na mimi. Mstari wa pili, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Hivyo msifadhaike. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Hivyo msifadhaike. Maana naenda kuandalia makao. Nitakapokuwa mimi na ninyi mtakwenda. Kwa sababu kwa Baba yangu kuna makao. Amen. Kwa Baba yangu kuna makao. Na kama umekuwa hakuna makao, ningeliwaambia. Kama umekuwa hakuna makao, mimi nisingeliwaficha, mimi nisingeliwadanganya, wala nisingeliwatumainisha wao. Kwa hiyo ninawaagiza, nyumbani mwa Baba yangu kuna makao. Amen. Hivyo msifadhaike. Sentensi ambayo Yesu Kristo alizungumza ni sentensi ya wakija ule mjini. Yesu anawaambia mautao, anawaambia msifadhaike, maana msiondoshe tumaini na mwaka. Msikate tamaa wala msizuie. Kama wanadamu wengine wanapeishi, kama wengine wanapekana tamaa, kama wengine wanapewa sana katika kumauta, wakajibu itakuwaje? Kwamba yeye itakuwaje? Kwamba hali imekukaje? Kwamba hali itatokaje? Kwamba maisha yako yanabadilika kweli? Yesu yashinda masomo yangu. Mwaka toka naona hii, na unatembea, na unakuanguka, na unatangaliwa, na unamwishisha. Sioni Mungu mbele. Anasema msifadhaike, msifadhaike. Wao kuna makao. Kama kasiye wewe. Ni yeye anambia. Anasema msifadhaike.
我们要经过这样，我们要知道信啊，我们要知道嘟嘟，我们要知道信啊，我们要大力，我们要不要这？你要信啊，你要信啊，我有啊，你信吗？俺当上你，我信你，我就这么哎，现在有什么？你看有。你看吧，你看后天晚上你把那酒那我那他不，晚上洗澡你穿你，我要跟你说怎么I said that's the Italian Germination. And kwamba sura na mstari wa 32 anasema nani nitajua kweli na yoweta waweka Mungu. Na shughuli yangu ndio mambo ndio wewe ni usifa. Para sababu hiyo ni wewe. Yes, tuliwe. Hello. Yes, yes, yes. Nina gari mambo ya gari. Yes, wewe. Wewe. Yes, wewe. Yes, wewe. Wewe kwa yes. Wewe la sidia ni. Ina fees. Dunia ndo na fees. Mungu wetu hava fees. Mungu wetu hati kudanganya. Nitafanya wazuri na kukuelezea. Yani Mungu hajui hadi stage. Alo. Yeah. Mungu atakitoa ni origin. Yani you gonna go origin. Mungu hajui toste. Waya anzema kama nyumbani hakuna ninayowahi niliyowahi niliyowaambia. Sasa hili ni kweli, ni kweli, ukweli hauna. Kweli ujimwa, kweli wewe. Hayo tunachokitumia ya hayo. Mimi ni kweli. Hadi tunayoambia kiwa, basi hili ni kweli. Yes. Hello. Sasa msifai. Maana mwanzo wewe unataka. Sio hata. Yes. Sio husu. Sio kasu. Sio kwa maana pameja. Pameja na chini ya mwamba. Pameja na chini. You are here starting your studies. You can feel that the journey of studies is just a difficult journey. But let me tell you, today, this morning, you have called. Amen. You have called. Mungu ambaye kueleza usifadhaike. Hello. Let's look yourself. Let's look yourself. Hebu jiangalie moyo wako. Hebu jiangalie kwanza. Hebu jiangalie kama unapitia. Hebu jiangalia sufuria pombe yako. Hebu angalia pia. Yule ndio kwa kiotongo hapa. Na mtisho hayo. Hebu angalia. Angalia Mungu yeye nani. Na sisi pamoja nao. Hapo kabisa nao. Yeye achukua cheo. Yeye achukua. Sasa leo ndika. Usifadhaike moyo. Amina. Fadhaa lengo lake ni kukuondoa katika tumaini. Fadhaa lengo lake ni kukuondoa katika imani.
Maandiko yanasema katika kitabu cha Ibrania sura ya 11 mstari wa 6 anasema kila mwenda lazima mimi yeyupo na kwa thawabu wale wamwendea. God every day corrected for those who fall. Mungu wana ila tu baada ya kwamba unafaa ni pale ambapo utanangana, pale ambapo utaweka matumaini yako hata kama na alfuani mampilo kati unapita maumivu, unapita matukano umeacho mikatolio, lakini usifahamu wako maana kwa sababu unamwamini kwa uaminifu. Maana kwamba kuna makao, kuna faraja, kuna uponyaji, kuna maisha, kuna maisha. Lakini house nyumba umejaa. Hello. Nyumba umejaa shuka. One of my texts morning is yours. Mungu akashuka beziko. Ya wangu. Amen. Hello. Mungu akashuka wazazi wangu ngazini hapa. Hiza hapo. Amina. Usifadhaike. Amina. Usifadhaike. Yes. Maybe no knows, and we don't see the way. We are in child of God. Usifadhaike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka Musa anawaambia wana Israeli 14 Kutoka. Anasema kwamba hakuna kuolewa mtu hauna. Usifadhaike. Anakuja tena katika maisha. Wao wanakuja bila goze. Lakini pia hakuzicha. Lakini pia ilifanya maisha. Yes. Kama hawatakufa na upande wa Yesu watakufa no? Sawa, wito katika akili ya hawa. Anasema jambo kuita tazamo na ufulo isitogopa na baya. Kwa nini kwa sababu moyo wao hautoangalia. Unasuosha itaongea ngozi wako. Unauliza mimi kuna mahali hapo. Tunapiga mwisho. Tunahitaji neema ya Mungu. Tunahitaji nguvu sana. Tunahitaji maombi. Mungu asante kwa wetu. Maana basi Mungu akiwa upande wenu, ni nani aliyezuia? Mungu pekee ni aliyeweza kutusaidia na kutushinda na safari yako. Your journey for success will never be stopped. Yes. Hello. Amen. Hello. As long as you abide in God, as long as trust in God, your way must stand. Your heart will never be stopped. Will never be stopped. Vamos a Mungu, tuko pamoja nawe. Neema iko juu yako. Neema iko juu yako. Wewe yakalia neema. Usifadhaike wewe. Usifadhaike wewe. Tani madawa. Asali nasari kama kidogo nasari. Akipoteza mtavuzi wake kama sana. Acha yaba Jesus. Asa kama wewe. Yes. Alafu tutokeni. Andio. Ego tarejea kwa kichwa yangu. Hello. First year. We are not here just you. You are not here just you. That's all. Ako ni kwa mind. Yani kwa hapo sababu akili yangu ni hauko hapo sababu akili yako. Uko hapo sababu purpose is driving my God. Hello. Yeah. Uko hapo kwa sababu your purpose is being driving God. Yani unaongozwa na naye.
ndani yako una kitu. Hicho kitakufikisha kila wapo unastahili. Hicho kitakupatia kile unachostahili. Sicho unachopita. Hiyo best, hiyo haki ndani yako itakupatia kile unachostahili. Knowledge unachohitaji, unachostahili. Kwa hiyo to twist your mind. Asipo utengeneza akili yako vizuri. Kama hivi na maisha yako unaishi ninayotaka au ninayostahili. Kwa sababu unachotaka kitaendana sawa na uwezo wako wa haki. Na baba nishike ipo. Mungu hakutaka anakusudia wewe ukamalize masters. Kwa sababu masters sio kwa wewe, ni kwa kusudi lake ndani yako wewe. Amen. Hello. Amen. Kwa Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa ndio kwa nifapika. Unafikiri mko mmoja? Hapana. Hiyo ndio safari kwa pekee yako. Hapana. Kwa nifapika. Unaweza kutangazia watu madhaifu, mapito yako. Ukidhani kwa watu kusaidia. Pole. Tangazia Mungu kila siku. Amen. Tangazia Mungu kila jioni. Amen. Tangazia Mungu. Haina utapita kwenye extent ya kukata hiyo pita yako, lakini umekana nayo na Mungu. Kitabu cha Filipi sura 4:6 naomba nisome haraka. Filipi sura 4:6 wa Filipi sura 4:6 Filipi sura 4:6. Amina, nitasoma. Amina. Msijisumbue kwa neno lolote. Anasema msijisumbue kwa neno lolote. Bali katika kila neno. Kwa kusali na kuomba. Pamoja na kushukuru. Anasema msifadhaike kwa neno. Msijisumbue kwa neno lolote. Anasemaje? Haya zenu na uliupenda hai na ututu. Mahashuasharia na wajiliano ili tuwaja na mstiji wengane kwa ambaye anachuma wiki ambapo anashauri msijulikane kwake. Msijisumbue kwa neno lolote. Amina. Msijisumbue kwa neno lolote. Usiukizaji kana yamba wana wakili na kwa nafikiria njia kutoka hapa ni kujibsa, njia kutoka hapa ni kuiba. Usijisumbue. Afanya vile ukikana Mungu ayase unafaa unafaa watu wanakuwa ufunguo wa gari, ufunguo kuwa mnaingia mahali papo shushu. Alo, unataka ufunguo? Ambao ufunguo Afrikis. Huo ufunguo sio? Ule ufunguo huko hasilibe. Ati kuna mahali kufuli impemefuka. Ufunguo kwa hapa ati kuna mahali kufuli ipo wajeti. Imefunga. Ufunguo ni neema ya Mungu katika maisha yako. Amina. Ipo. Ukiona kufuli imefunga ndio ufunguo upo. Ukiona uchumi umebana sana tu ufunguo pakutokea papo. Hivi tunafadhaika. Ukiona afya imekuwa na shida sana ubeba mtu. Hapo uzima wako uponyaji wako upo. Amen. Ukijua unaweza kutembea kwa habari kufuli ipo na una habari afua una. Hapa. Hapana, kufuli ipo biashara sawa. Alifu na habari na hapa ufunguo wako. Hivi shamba ndio umepotofu. Anahangaika sana. Halo. Kwa sasa wewe ni Kristo, ndio ati ndio sawa. Wewe ni Kristo sawa. Una ufunguo imani. Sivyo? Neema mfuti kama shamba. Iko wewe sawa. Lakini kwa maana kufuli imefanyaje? Imefunga. Lakini unajua kwa imani wanakika mtarajiwa baada ya sionekana. Imani wanakika mambo yatakavyo baada ya wasio onekana. Imani wanakika mambo imani wanakika mambo yatarajiwa na hakika kwa hali nzuri imani kwa kuwa katika pale. Amina. Yes. Hello. Ni hakika kwa sababu neema iko ndani yangu. One day yes.
Mwenye fadhila ndani ya moyo wake na umoja. Amen. Upoza. Unafikiri kwamba ni uwepo wako wa baraka, uwepo wako mahali hapa, si uwepo si watu za haujabahatisha. Uko hapa, kuna mtu amekuleta, kuna mtu Mungu amekuleta hapa, ameleta hapa, nao hawapita tena hivi na wewe. Mungu anakupa kufunga, Mungu anakutendea, Mungu anakupigania. Malaika wako, kwa maana una shida, kwa maana una majibu, kwa maana una upendo, kwa maana una mfunga, kwa maana una mfunga. Basi nyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Sio aibu tena, sio aibu kuja, sio aibu kutengeneza, wala sio aibu kurejesha. Ili awapese wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu. Kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Mama hujishughulisha sana yeye hujishughulisha sana. Bwana ni mambo gani uliona? Ni jambo gani uliona? Ni wangu na wewe. Ni mimi ambaye tunapitia. Wewe ndio sadaka yako. Yeye hujishughulisha kwa mambo yako. Mambo ya hajasema sikane mbele sana. Sasa msifadhaike hiyo. Mnamwamini huku na mimi na mimi. Nyumbani kwa baba kuna makao. Kama sivyo hivyo ningewaambia. Kama mnajibu kwa habari yao, lakini yao ndio bana kwa. Amina. Ushibu ndio bana kwa. Amina. Never pushing. Never hadithi wa shako yupo. Amen. Usibaye. Amina. Betul dan sendiri amat. Shida ndio inaoeleza taswira. Hawezi kuruhusu. Nakwambia kwa kuvuka. Nakwambia kwa ushindi. Nakwambia kwa uponyaji wako. Nakwambia kwa ushindi wa sura. Nakwambia kwa jina la kufunguka katika maisha yako wewe pia. Nakwambia kwa ajili ya familia yako. Nakwambia kwa ajili ya watu kujipanga. Nakwambia kwa ajili ya amani yako na furaha. Nakwambia kwa ajili ya ndugu zako sasa. Close your eyes. Kama hicho. Kama sema kwa Yesu. Bwana Yesu. Niko pesa. Nimesikia. Umesikia neno lako la uzima. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. Neno la uzima. Neno la uzima. Neno lako. Nimesikia tena. Nitaielewa tena Mungu. Nitaielewa tena. Ondoa ndani yangu leo. Ondoa ndani yangu leo. Ondoa sudi ndani yangu leo. Ondoa shaka ndani yangu leo. Ondoa ukiwa ndani yangu leo. Ondoa na tamaa ndani yangu leo. Ninajua Mungu leo.
是两年了，就像这个，爱情也是爱啊，像我这个，爱情也是爱啊，这个说明这个，爱情也是爱啊，咱几个还想我管他什么啦，我管谁，我是谁嘞？我是谁嘞？